Okay, habari ya siku ya leo. My name is Ezekiel Chavala. Napenda nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha muziki cha siku ya leo. Na siku ya leo tupo katika ufunguo wa A sharp. This is called A sharp. Ni ufunguo wa pili ambao unapatikana kutoka kwenye A. A ni hii hapa. Lakini sasa A sharp maana yake ni hapa mbele yake. A sharp. Na kuna vitu vya msingi ambavyo tutaenda kujifunza katika huu ufunguo. Cha kwanza kabisa ni muundo wa ufunguo. Tutajifunza muundo wa ufunguo wa A sharp, lakini cha pili tutajifunza major chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp, na cha tatu tutaangalia minor chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp, na namba 4 tutaangalia tonic sofa zake ambazo zinapatikana, namba 5 tutaangalia diminished chords zake, namba 6 tutaangalia tonic sofa degrees, na namba 7 tutaenda kuangalia substitute chords ambazo unaweza kuzitumia katika ufunguo wa A sharp. Ufunguo huu una majina mawili kama ilivyo kawaida. This one ina majina mawili, kuna A sharp au B flat. Maana yake, tafsiri yake ni kwamba ni ufunguo ambao uko katikati ya A na B. Sasa ukiwa unatoka chini kwenda juu au ukiwa unatoka kwenye A kwenda kwenye B, huu ufunguo utaitwa A sharp. Inakuwa na alama ya leli kwa maana ya A iliyoongezwa. Lakini kama unatoka huku juu na kuja chini, kwa maana unatoka kwenye B unashuka down, maana yake ufunguo ukitoka B kuja A, huu ufunguo utaitwa B flat. Kwa ni it's either A sharp or B flat. Huo ndio ufunguo wa A sharp. Sasa na kodi zake za msingi ambazo zinautengeneza huu ufunguo ni hizi hapa. Namba 1 ni A sharp yenyewe, namba 2 ni C minor, namba 3 ni D minor, namba 4 ni D sharp, namba 5 ni F major, namba 6 ni G minor, namba 7 ni A diminished, na namba 8 ni A sharp. Sasa kazi yangu itakuwa ni kukuchambulia hizi tonic sofa zote katika mfumo wa chords zinakuaje kwaje. Kumbuka kwamba ngazi kuu major scale yote inafuata kanuni ya tone tone semitone, tone 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 semitone, kwa maana ya whole tone half tone, alafu whole tone half tone. Kwa lugha nyingine, kutoka hatua moja kwenda nyingine, maana yake namba 1 unaenda mwendo wa ngazi nzima, nusu ngazi. Ngazi nzima, nusu ngazi. Kwa lugha nyingine, unapotengeneza scale ya do re mi fa sol la ti do katika huo ufunguo, hizi ndizo noti ambazo utazikamata. Kwa maana ya A sharp, utakamata noti ya A sharp, utakamata noti ya C minor, utakamata noti ya D minor, utakamata noti ya D sharp, utakamata F, utakamata G, utakamata A pamoja na A sharp. Sasa hizi ndizo major chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp. Kumbuka ufunguo wa A sharp ni huu, na kimsingi kama unataka kutumia vile vidole kwa namna ya placement ya vidole, unaweza kukamata namna hii, kwa maana ya kidole chako namba 3, namba 1 kikalala kule kabisa au kikashika uzi wa 5 pale. Kwa mujibu wa hii chord hapa, kidole chako namba 1 kimelala kabisa kule. Kidole chako namba 2 kimekamata uzi wa 3, fret ya 3. Hii hapa fret ya 3, hii hapa fret ya 3, na kidole chako namba 3 kikakamata uzi wa 3, fret ya. Kidole namba 2 kimekamata fret ya 3, uzi wa 4, na kidole chako namba 3 kimekamata fret ya 3, uzi wa 3, alafu kidole namba 4 kimekamata fret ya 3, uzi wa 2. Hivi kodi inakuwa namna hii. Kidole chako namba 4 kinakamata fret uzi namba kidole chako namba 2 hiki hapa kinakamata uzi wa 4, fret ya 3. Kidole chako namba 3 kinakamata uzi wa 3, fret ya 3. Na kidole namba 4 kinakamata uzi wa 2, fret ya 3. Inakuwa hivi. This way. This is called A sharp. Ukitoka hapo unaipata major chord nyingine ambayo ni namba 4. Hii hapa inaitwa D sharp. This one is called D sharp. Sasa D sharp yenyewe kidole chako namba 1 kama kawaida kinakamata pale. Halafu hapo una develop shape ya D. Shape ya D tuliyokuwa tumeizoea, lakini katika fret ya 3. Pale tulikuwa na develop kwenye A major tulikuwa na develop hapa kwenye fret ya 2, lakini kwenye D sharp na mimi kwenye A sharp, kwa sababu tunapanda juu mwendo wa nusu ngazi, tunaidevelop pale this way. Tuna develop pale. Kwa that means itakuwa namna hii. This is how we develop this shape. Kwa hiyo inakuwa namna ile. Hii hapa ndio inakuwa namba 4. Alafu namba 5 ni hii hapa, inakuwa ni F major. F major ya kawaida kabisa ambayo tumeizoea ndio ambayo tunaipiga hapa. Inakuwa namba 5 katika ufunguo wa F major. This one ambayo ambao kidole chako namba 1 kinalala kabisa kule kwenye fret ya kwanza,
kidole chako namba 2 kinakamata uzi wa 3 fret ya pili, kidole namba 3 kitakamata uzi wa 4 au uzi wa 5 fret ya 3, na kidole chako namba 4 kitakamata uzi wa 4 hapa fret ya 4. This way kwa namna hii. Hii hapa inaitwa F major. Kwa hiyo kwa kuziunganisha sasa utapiga namba 1 ambayo ni A sharp, utapiga namba 4 ambayo ni D sharp, na utapiga namba 5 ambayo ni F major. Tumaini la wanyonge, Baba, Baba, Yesu, tumaini la wanyonge, Yesu, 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 tumaini la wanyonge, Yesu, Yesu. Okay, kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba kutoka kwenye ufunguo wa A kila kitu kinakuwa kinapanda mwendo wa nusu ngazi. Ndio maana ulipokuwa umeshika A major ulikuwa unapiga D major alafu unapiga na E major. Sasa ukishika A sharp maana yake utaenda kwenye D sharp, maana yake D iliyopandishwa, na utaenda kwenye E iliyopandishwa au F. Kwa sababu kati ya E na F hakuna sharp yoyote, ndio maana tunahamia kwenye F major hii hapa. Umeona? Kutoka kwenye E kwenda kwenye F hakuna sharp yoyote wala flat. Kwa ndio maana tunahamia kwenye F major, kwa sababu ndio noti ambayo inapandishwa nusu ngazi kutoka kwenye E ya kawaida. Kwa hiyo inakuwa 1 then 4 then 5 then 1. Okay, those were about major chords ambazo zinapatikana katika huu ufunguo. Baada ya hapo tunahamia kwenye kodi nyingine ambazo ni minor chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp. Okay, namba 2 yetu sasa, minor chords ziko namba 2, namba 3 na namba 6. Sasa namba 2 ndio hii hapa ambayo inaitwa C minor. Okay, this is number 1. C minor ni hii hapa, lakini wengine wanapenda kuishika namna hii, kwa maana ya kwamba kidole chako namba 1 unakamata uzi wa kwanza, namba 2 unakamata pale, namba 3 pale, namba 4 pale. Kwa hiyo inakuwa hivi. Unaweza kashika hivi pia. Nikakodi kagumu kidogo, lakini mimi napenda kulaza hivi. Lakini njia rahisi zaidi ni kushika hivi. Unakumbuka kwenye hii tulikuwa tunafanya hivi, alafu namba 2 tunaishika vile. Lakini sasa hii tunaipeleka mbele yake, kwa maana inakuwa hapa inakuwa ni C minor, ambao ni, kwa tunaanza 1 then 2. This is called C minor chord. C minor chord ambayo ni namba 2. Namba 3 ambayo ni minor pia, minor 3 chord ni D minor ambayo ni hii huku. Hii hapa tumeshaizoea sana hii chord, tumeipiga sana kwenye C, inaitwa D minor. This one. This is number 3 ambayo inashikwa hivi. Kidole chako namba 1 hii hapa, kidole chako namba 1 kinakamata uzi wa kwanza fret ya kwanza, kidole namba 2 kinakamata uzi wa 3 fret ya pili, na kidole chako namba 3 kinakamata uzi huu ni wa, this is the uzi wa 3, uzi wa pili fret ya 3. This is D minor. Kwa tunaanza 1 and then C minor, then namba 3 ambayo ni D minor. Sasa hii D minor yenyewe unaweza kaikamatia pale mbele ikawa namna hii, ukaipeleka mbele kwenye C ukapeleka kwenye D. Maana yake una C minor unaipeleka, ukisogeza mbele hatua moja unaikuta D minor. Inakuwa hivi. C minor ilikuwa hii hapa, D minor hii hapa. Kwa unaweza kaanza sasa namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 tukasema ni D major, D sharp, namba 5 F. Tukitoka hapo namba 6 sasa hii hapa inaitwa G minor. Inapigwa namna hii, G minor. Lakini kuna wengine wanaipiga katika mfumo huu hapa. Kidole chako namba 1 unakamata uzi wa 5, string namba 5 fret ya kwanza hapa. Kidole namba 2 utakamata uzi wa G pale, ambao ndio uzi wa 6 huu, string namba 3. Alafu kidole chako namba 3 utakamata
uzi huu wa ngapi. Angalia ni hii kodi ninayozungumzia, usipotee. Kidole namba 1 kinakamata uzi wa 5 fret ya kwanza, kidole namba 2 kitakamata uzi wa 6 fret ya 3, na kidole namba 3 kitakamata uzi wa 2 fret ya 3, na kidole namba 4 kitakamata uzi wa kwanza fret ya 4. Kwa hivyo hii hapa inaitwa G minor ambayo ni namba 6, inakuwa hivi. Au hivi. The same thing. Kwa hiyo naweza ikawa hivi. This way. Ukaishika hivi au ukaishika namna ile. The same thing. Kwa unaanza sasa namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, hapa. Namba 5, namba 6, tunaenda namba 7. Sasa hizo ndio minor chords. Tunaishia hapo. Maana yake minor chord namba 2, namba 3 na namba 6. Kwa maana ya C minor, D minor and G minor. Hizo ndizo minor chord ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp. From there sasa tunakuja segment ya 3 ambayo ni diminished chords. Diminished chords ndio hapa. Hii hapa ndio diminished chord ambayo namba 7 sasa. Ambayo kidole chako namba 1 kinakamata uzi wa 4 fret ya kwanza, kidole namba 2 kinakamata uzi wa 2 fret ya kwanza, kidole namba 3 kinakamata uzi wa 3 fret ya pili. Inakuwa hivi. This way, this shape. Ndio hii hapa. This is called A diminished. A diminished ndio namba 7 katika ufunguo wa A major. Kwa hiyo A iliyopunguzwa. A diminished. Na hii hapa ni A diminished 7 pia. Unaweza kaitumia ile kama wewe unapenda makodi yale magumu. You can hold like this. Ni A diminished 7 chord. You can use that or you can use A diminished plain hapa. This way. Okay, sawa. Kwa sasa unaanza namba 1. Ukitoka hapa sasa unakuja kwenye major chord ambayo ni hii. Ambayo ni namba 8 sasa, ambayo ndio A yetu. Kwa hiyo sasa ukiziunganisha zote itakuwa namba 1. Tena namba 2. Tena namba 3. Tena namba 4. Tena namba 5. Tena namba 6. Tena namba 7. Tena namba 8. Kwa lugha nyingine hizi ndizo do, re, mi, fa, so, la, ti, do katika ufunguo wa A sharp. Okay, hizo ndizo tonic solfa ambazo nilikuwa nazifanya kwa maana ya A sharp, C minor, D minor, D sharp, F, G minor, A diminished na A sharp. Hizo ndizo tonic solfa zetu ambazo tumezifanya. Sasa kitu kingine ambacho naweza kukufundisha pia, lazima uzifahamu tunaita triad za major pattern. Triad za major pattern. Kumbuka kwamba tulikuwa tunashika bar chord hizi, lakini triad zake maana yake unaanzia pale sasa. Kwa hiyo maana yake itakuwa ni 1, alafu 4, alafu 5. Kwa hiyo 1, 4, 5, then 1 juu. Kwa hiyo I, V, alafu naanza tena shape hii nyingine inaitwa M ambayo pia ni A sharp hii. Inakuja I, V, M, I, V. Nakuja tena V, M, I. Lakini pia unaweza kutengeneza do, re, mi, fa, sol, la, ti, do kwa kutumia triad. Kwa hiyo inakuwa namba 1 ambayo ni A sharp, namba 2 C minor, namba 3 D minor, namba 4 F. Yes, namba 4 hii hapa ni D sharp, namba 5 F major, namba 6 G minor, namba 7 hii hapa ni A diminished, namba 8 hii hapa. Kwa inakuwa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Hivi ndivyo ambavyo tunafanya kutengeneza tonic solfa zetu kwa maana ya tonic solfa degrees kwa maana namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. My name is Ezekiel Chavala. You can subscribe my YouTube channel
inaenda kwa jina la Ezekia Chavala au Chavala Music Academy. Find there, search there Chavala Music Academy, utakutana na hiyo channel yangu. Lakini pia utakutana napatikana Instagram kwa Ezekia_Chavala, lakini TikTok Ezekia Chavala au Chavala. Ukisearch Chavala TikTok, you can find me there. God bless you. That was all about A sharp. Sasa kuna kazoezi haka ambako unaweza ukafanya kwa muda wako. Swali la kwanza, sema taja jina jingine la ufunguo A sharp. Nilishakwambia kwamba A sharp sometimes inaitwa B flat, kwa maana kwamba ukiwa unatoka juu kushuka chini itaitwa B flat. Swali jingine linasema kwamba je, kuna tofauti gani kati ya A sharp na B flat? Hakuna tofauti, tofauti ni majina tu. Kwa maana kwamba B iliyoshushwa ndio A iliyopandishwa. Kwa maana A sharp au B flat. Sharp inakuwa na alama ya red na E flat inakuwa na alama ya B. Taja kodi za msingi zinazopatikana katika ufunguo wa A sharp. Ndio hizo. Kuna A sharp yenyewe, kuna namba 4 ambayo ni D sharp, alafu namba 5 inapatikana F major. Lakini taja solfa zote zinazopatikana kwenye A sharp, ndio hizo tulizozisema. Kwa maana ya hizi hapa, let me show you these ones. Kwa maana kuna A sharp, namba 2 ni C minor, namba 3 ni D minor, namba 4 ni D sharp, namba 5 ni F, namba 6 ni G minor, namba 7 ni A diminished, namba 8 ni A sharp. After saying that, God bless you. Until next episode, my name is Ezekia Chavala. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Lakini ukitaka mafunzo ya muziki private ambao tunakuwa tunaonana ana kwa ana kupitia online kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, tunajifunza vitu vingi sana vizuri when we are together. Utapatikana kwa namba ya simu 0621029725, na kwa wale wenzangu wa nchi za nje napatikana kwa +255 +255621 075. God bless you. Until next time.